Yup, tunarudi tena kwa mambo yetu ya kandanda na tunataka tujue sababu ya AFCON kutoka ya 2025 kutoka Senegal kuelekea Morocco. Lakini sababu utaziweka mwenyewe kwenye comment. Mimi nakuletea tu haya ambayo yanajiri kila siku. Wewe unaweza kaniita Ali ama menyamenya. Kwa hiyo tukiangalia hapa kuna kujiuzuru kwa watu fulani ambapo wamejiuzuru. Hapa kuna kujiuzuru kwa Walidi Regragui. Huyu alikuwa ni kocha wa Morocco. Hapa kuna kufukuzwa kwa kocha kwa mkubwa wa marefa ambaye alikuwa anasimamia kombe la wanawake la Afrika, ambapo kombe lilikuwa linachezwa na Morocco zaidi ya Nigeria, huku Nigeria akishinda kombe kwa 3-2. Hapa kuna kufukuzwa kazi ama kurudishwa kwa Jean-Jacques. Kurudishwa kwa Jean-Jacques kwenye kuchezesha kombe la dunia, kwa sababu katika marefa ambayo alichaguliwa Jean-Jacques Ndala yumo. Kwa hiyo hapa kuna ziara ya Motsepe kule Senegal, na hapa kuna mkubwa wa FIFA, rais wa FIFA Infantino. Kwa hiyo sababu zote zimepatikana na zimeonekana zipo wazi. Moja kwa moja tukianza na kufukuzwa kwa mkubwa wa marefa ambaye alichezesha kombe la mwaka 2025 la wanawake la Afrika AFCON. Jamaa alifukuzwa, sababu kuu ilikuwa haijajulikana. Kumbe sababu kuu ilikuwa ni Morocco ndio alikuwa anatakiwa achukue ile kombe la wanawake, lakini Nigeria akapeleka lile kombe. Kitu cha pili ambacho kimeleta sababu ambazo zimeonekana ziko wazi ni kujiuzuru kwa kocha wa Morocco Walidi Regragui. Amejiuzuru kwa sababu amefikisha timu finali, na ukiangalia kombe la dunia la mwaka juzi ambalo lilichezwa alifikisha timu karibia hata robo finali, lakini amejiuzuru huku Morocco wakisubiria kucheza kombe la dunia. Hapo kuna swali, je, unaweza kujiuzuru katika mafanikio mazuri ama ni kwa sababu kulikosa kombe? Lakini kombe limerudi Morocco ndani ya makaratasi, lakini Morocco hawana hilo kombe. Kombe wanalo nalo ni Senegal, na Senegal amechukua hilo kombe amelipeleka jeshini. Sasa hapa tunaangalia sababu taslimu ambazo zimemfanya Motsepe aanze kufanya ziara Senegal, huku comment zimemwambia Motsepe kwamba umechelewa, hii ziara yako ulikuwa unatakiwa uanze kuifanya kabla ya kombe la Afrika ambapo lilikuwa limeanza. Motsepe amesema kwamba mimi nimetaka tuwe pamoja, tuungane, kama makosa yashatendeka na kadhalika, lakini tuwe kwa pamoja sisi sote. Mpira si kuleta ugomvi wala nini, mpira ni kusikilizana na kuungana nchi kwa nchi. Lakini comment ziko hapo chini. Motsepe amepata comment zake za kutosha tu. Ndani ya comment ambazo amezipata kama ziko milioni 2, comment za negative zipo kama milioni 1.9 na uchafu. Kwa hiyo bado Motsepe kwa anafanya mambo yake, lakini mambo hayaeleweki. Huku tukija sasa katika uchambuzi wa shida ambapo imefanya Jean-Jacques Ndala kutolewa katika kinyang'anyiro, kutolewa katika urefa ambao wataenda kuupiga kule Marekani. Infantino amesema kwamba mwenyewe alikuwa ni shahidi kwenye finali ya Morocco na Senegal, na wameongea wazi kutolewa kwa Jean-Jacques Ndala katika kundi la marefa ambao atakaoenda Marekani. Moja, Jean-Jacques Ndala amepatikana na makosa ndani ya game la ufunguzi kati ya Komoro na Morocco. Ujue Morocco ndio alifungua hilo game, na kufungua hilo game Morocco na Komoro, Morocco alishinda goli 2. Lakini wanasema kwamba ile mechi ilikuwa na tatizo, ilikuwa na shida. Hiyo ni kosa ya kwanza. Kosa ya pili ni finali ambayo ilipigwa pale Morocco kati ya Morocco na Senegal. FIFA wamesema kwamba walifanya uchunguzi. Kwanza, kosa la kwanza ni kukataliwa kwa goli la Senegal ambao lilifungwa ndani ya dakika 92. Huku Jean-Jacques Ndala akisema kwamba Akraf Hakimi alitendewa madhambi na ndio maana alikataa ile goli. Wanasema hapa viingiliani kitu kufuatana na faulo, kufuatana na goli, ni vitu ambavyo vilikuwa vimeachana. Kosa la pili ni kukubali penalty ndani ya zile dakika. Wanasema haikuwa halali. Hao ndio FIFA sasa wamesema haikuwa halali. Kosa ya tatu ni kushindwa kutuliza ghasia ya Senegal. Kwa hiyo ukiwa kama refa ni lazima ukiwa mle ndani ujue nitatuliza ghasia ya wachezaji vipi. Kwa hiyo alishindwa kutuliza ghasia.
Na kosa la mwisho ambao FIFA wamelichunguza na wameliona, Jean-Jacques Ndala alikuwa anapokea simu nyingi sana ambazo zilikuwa zinatoka nje na kufosiwa kubadilisha maamuzi na VAR. Kwa hiyo hapo FIFA walikaa chini wakaangalia wakasema hapana, hapa kuna kitu ambacho kiendeki. Kwanza cha kwanza, mwanaleta hizo fujo zote ni Jean-Jacques Ndala. Yeye kama refu wa ufunguzi alianzia na ufunguzi kati ya Morocco na Komoro, na tena yeye ameenda kuchezesha faida. Tukiangalia hizi game zote mbili zina matatizo. Kwa hiyo tuangalie sasa mchawi ni nani ambaye anazidi kuharibu soka la Afrika. Kwa sababu ukiangalia Afrika tunakwama wapi? Talent tuko nazo, kama ni superstar Afrika tuko nao, wakina Eto'o, wakina DJ Drogba, wakina Kolo Toure, wakina Toure, wakina Shabani Nonda, tuna wachezaji wa quality mpaka sasa hivi tuko nao. Afrika tunakwama wapi? Mpaka tunaanza kutoa kina Mbappe, wakina Olise wanaenda kuchezea maulao, wanaacha timu zao. Ukiona mtu wote wa ngozi nyeusi ujue ni Mwafrika. Kwa hiyo moja kwa moja tunataka tuangalie sasa, tupeni mtazamo wa Afrika. Message niyo nimewaachia hapo. Infantino amesema mwenyewe alikuwa ni shahidi uwanjani, na makosa ambayo amemfanya Jean-Jacques Ndala kurudishwa asichezeshi kombe la dunia, makosa ndio yameonekana, na simu zilikuwa nyingi na alipelekewa kudanganywa na VAR katika kutoa maamuzi yake. Kwa hiyo tutambue kitu kimoja, football muamuzi ni referee. Kwa hiyo kama game limeharibika uwanjani, tusilaumu VAR, kwa sababu hata VAR wamekuwekea hapo, wanasema kwamba unaweza ukaenda kuangalia, sasa ni maamuzi yako ya kukubali ama kukataa. Kwa hiyo hizo ndizo sababu ambazo FIFA wametoa kwa kumrudisha Jean-Jacques Ndala asijiunge na marefa wengine huko Marekani, Mexico na Canada katika kombe ambalo litakalochezwa mwezi wa 6. Kwa hiyo hizo ndo habari ambapo ukiangalia na sababu zinaonekana kuna kitu ambacho kiko chini ya maji na FIFA, na ukiangalia Radio Paris iliongea wazi, sababu kuu ni mtu fulani, na huyo mtu fulani anavyo kama 7-8 hivi, na ukiangalia kweli sababu zinaanza kujionyesha na zinatoka wazi. Kwa hiyo shukrani sana, tupe comment zako hapo chini, tuangalie Afrika tunachomoka vipi ndani ya mashindano yetu. Tuna wachezaji wazuri, tunaanza kujaribu viwanja vizuri. Kwa hiyo tuangalie vile Afrika tutakavyojikwamua. Ukitaka uniite Menyamenya, jina langu ni Ali. Shukrani sana. Unaweza kusaidia kusubscribe kwenye YouTube ni Ali Ndume, TikTok ni Ali Ndume. Unaweza kulike, kucomment, kushare na kunifollow. Instagram ni Ali Ndume. Unaweza kulike, kunifollow, kusubscribe. Kila kitu kipo hapo. Mimi niko hapa sababu yako, nitakuwa nakuletea habari moto ambazo zinakuwa zitoka kila siku na kila muda. Shukrani sana. Wenu Ali hapa, michezo forever.